Sasa huku tuna benki, kwenye mashamba tuna benki. Hii benki hii unaona ina maranda haya ya kahawa. Huku hii ni sawdust ya sio ya pine, hii ya eucalyptus. Ya pine sio nzuri. Sawa? Lakini hapa tuna majivu. This is ash. Sawa? Hii ni forest soil. Hapa kuna forest soil ziko hapa. Hii ni benki yangu mimi. Mimi sina hela benki bwana. Benki naweka huku vigesi vya ng'ombe. Alafu hapa udongo wa msituni. Sasa kuna cocktail huwa pia tunachanganya. Ambayo tunapeleka. Lakini huku tumeanza haya tunayatumia kama sehemu ya namna ya kuyachafua. Intention yetu ni kuangalia hii volume. Kwa hiyo tunajaribu kuyachafua kupitia wanyama. Mnachanganya. Tunawekea kama bed. Okay. Kwa mfano size tunatumia kwenye bata, tunatumia kwenye njio. Sasa tunaangalia hii ni bed nzuri kwa sababu mbolea, yani samadi ni matandazio, mkojo na kinyesi. Sasa matandazio tunafanya haya hapa. Unaona hii volume. By the time unamaliza hii volume, unategemea nini? Mbolea nyingi. Sasa tunajaribisha, tumeshachafanya uchafuzi kwenye bata, tumeona inakuwa nzuri. Manake hata kwenye ng'ombe tunaweza kuitumia. Kwa hiyo lazima ufanye majaribio mbalimbali. Hii sehemu ya samadi hii mpaka kule. Sasa unaona kama samadi hii imebaki hapa, lakini hii sehemu ya samadi. Kwa hiyo hii ni benki. Unaona vijana wako shambani wanakata. Huyu anaitwa Damas. Ndio anapiga kazi hapo sasa. Umeelewa? Tunataka kilimo ambacho ni mechanized. Kwa hiyo na hili ni eneo tumepanda 8x4 kwa sababu tunahitaji kupanda, tumepanda majani humu. Nafikiri unaona tumepanda majani. Tuna intention ya kuwachukua ng'ombe na kuwaingiza wao wanakula humu. Alafu wanarudi tunaongezea surplus. Ndio maana haya mashamba tumeyafanya jirani na sehemu itakao kuwa azizi. Ndio mipango hiyo. Ng'ombe hawajakuwepo lakini mipango ipo. Kwa hiyo spacing hapa tumefanya 8x4. Shamba lile pale tumepanda majani, tumeyaleta juzi nayo kutoka kwa Mbogo. Na humu tumeshapanda, unaona zile seteria. Tumepanda hii. Tuna nyasi ambazo unaziona hizi tumezipanda. Muda uje ucheki hapa. Ziko humu hasa wameshakata. Na ukumbuke sasa akipita huyu anakata hivi, mwingine angeweza kuokota, anaweka kwenye trekta anaenda kulishia kule. Kwa hiyo vinategemeana. Unaona hii tumeidondosha hii mbegu hii. Na tunaendelea kuitupa. Sawa? Iendelee kuzaa. Unaona haya mashina tumefanya kupanda. Ukiwa huku unaweza kuiona. Unaona haya? Tumefanya kupanda haya. Tunapanda, kwa hiyo yatazidi kudondoka huku. Sasa akipita huyu anayekata atakata hili. Akikata mtu wa ng'ombe atakuja anaokota, anapeleka wapi? Kulishia ng'ombe kule. Kwa hiyo unafanya activity moja ina product nyingine. Lakini hili gugu tunalotaka litoke hapa ambalo kwa parachichi ni gugu, lakini kwa ng'ombe ni chakula. Hii gugu linatakiwa liwe lina thamani ya lishe. Ndio maana tunaweka mbegu hizi. Ndio tumezipanda humu. Kwa hiyo najua ndani ya miaka 2 hii tumepanda mwaka jana. Zitakuwa nyingi kwa sababu zimeshaanza kuzaa. Zitaondoka nyingi. Kama hivyo wanavyokata zinadondoka. Na ndio maana tunaacha wakati mwingine ya majani yawe yamekomaa alafu ndio tukate. Ili tupate seeds zidondoke.
Sasa unaona hizi huko anaziacha. Hizi tunaacha kwa nini? Hii. Tunaacha hii kwa sababu wajukuu ndio wakipita sasa huko wanaona value ya shamba. Wanaokota hizi. Akipita anakota hizi anaweka mfukoni anaenda kula kule. Hii ukichukua hii ikiwa imeiva utaziona huko. Unaweza kuifanya hivi. Unaona? Ukaiweka hivi. Sasa hii imedondoka. Ukiifungua unaona alafu hichi ukakiweka hivi. Ukiikuta kwenye hoteli ni kitu cha thamani sana. Sawa, inakunjwa hivi, inawekwa hivi. Unaikuta imewekwa hivi. Hapa. Hii unainunua ghali. Ila sisi huku tunaidharau tu sasa Songwe. Inalishe. It's sweet. Azamia wajukuu wakipita huku ndio huku wanavaa buti zao wanaenda kutafuta Songwe. Jumamosi unakuta wako humu. Wana enjoy. Na ndio tunawaandaa. Succession plan zinaanzia kwa njia hiyo pia. Unaona